Taifa kubwa, super power duniani. Hapa naongelea Marekani, ambaye kwa miaka na karne na miongo amekuwa akitambulika hivyo kama super power. Lakini ushauri wangu ulikuwa ni ule ule tu. Kama Marekani angejua kuwa angeenda kuaibika Irani, basi angesisitiza zaidi meza ya mazungumzo kuliko kile alichokuwa amekifanya, na hatimaye dunia inaangalia, dunia inajifunza na dunia inaona. Usisahau Urusi yuko anafuatilia, usisahau China yuko anafuatilia, kuwa Marekani ameweza kutolewa nishai na taifa la Irani ambalo watu wa ulimwengu uliamini ni kitaifa kidogo, na ndani ya siku chache tu watakuwa wameiweza. Ndugu zangu, niendelee tena kuwaomba radhi kwa sababu sipo nchini Tanzania, niko Paris, Ufaransa, ambako nimekuja mara moja kwa shughuli fulani ambazo wiki moja tu nitakaa na kurudi. Kwa ndio maana sikuwa niko hewani kwa siku moja kama mbili hivi, lakini bado nikiwa huku Ufaransa tutaendelea kupeana taarifa na maarifa ili basi mambo yaendelee kuwa sawa kabisa. Sasa ninaongea hivi ni kwa sababu ya Marekani ameweka dau la dola milioni 10 kwa viongozi wa Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu, na wamewaweka kabisa na listi yao, lakini mimi sintawataja wote, ila nitamtaja general wao Ahmed Vahid, ambaye huyu ni General Ahmad Vahid, ambaye huyu ni generali mkuu wa kijeshi nchini Irani, ambaye kwa sasa anahudumu kama mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na amekuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa sana au mkubwa zaidi katika usimamizi wa usalama na mikakati ya kivita ya nchi hiyo. Na huyu bwana, mambo machache kumhusu Ahmed Vahid wa sasa, wadhifa wa sasa. Nakumbuka tangu tarehe 28 mwezi huu wa mwaka huu 2026 na mwezi wa pili, tunakumbuka aliteuliwa rasmi na kiongozi mkuu wa Irani Mujtaba Khamenei kuwa kamanda mkuu wa IRGC kufuatia kuuawa kwa mtangulizi wake wakati wa migogoro ya kijeshi. Kwa hiyo huyu Ahmad Vahid amekuwa akipeleka moto sana kwenye kambi za Marekani pamoja na washirika wa Marekani, ambao washirika hawa wa Marekani ni haya mataifa yaliyoko kwenye Ghuba ya Uajemi pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kuwa tunaona Irani amemtoa nishai Marekani, na ndio maana Marekani sasa hivi anatafuta msaada. Nirudie tena, alivyokuwa anaomba msaada Korea Kusini kwa Lee Jae-myung ambaye alimkatalia Donald Trump, na yeye akasema sasa kuna haja gani? Sisi tunawalinda nyinyi dhidi ya kiduku pale asiwadhuru, alafu nyinyi mnakataa kutupa msaada kidogo tu wa kuenda kutusaidia huko Irani. Swali ninataka kukuuliza, Marekani ni mkubwa, Marekani ni super power, anaomba msaada ni wa nini? Kwa sababu ni super power na aliamirisha dunia operation hii. Kumbukeni jamani, ndugu zangu, walisema hivi, tukiamua kwenda pale Iran, mkumbuke kabla hata wajashambulia Iran, Donald Trump alikuwa anasema tunawapa Iran wajisalimishe wenyewe kuliko sisi tuingie. Tukienda kuingia hapo haitachukua hata siku 5, tuna jeshi bora kabisa. Nafikiri mnakumbuka haya maneno. Na kule mwanzo tulikuwa tunachambua tukikataa, tukisema hapana, Marekani anachokiongea na udanganya ulimwengu. Lakini baadhi ya watu wakasema hapana, najua nyinyi okay, tuachane na hayo. Kwa hiyo haya ndiyo yamekuwa Marekani ametaka, yani akiwemo huyu Ahmad Vahid pamoja na viongozi wengine wa kijeshi wa Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu, ameweka dau la dola milioni 10 kwa atakayeweza kuwaona na kutoa taarifa mahali walipo, kwa sababu hawaonekani. Ni midude tu ndio inaongea nao, na wameendelea kutengeneza makombora mengi tu ambayo IRGC kama IRGC wameendelea kuyatengeneza. Kwa kuyataja baadhi, kwa nikikuambia hapa, Koramsha, kuna makombora ya yanaitwa Sejiri,
Yes, kombora la Sejil na makombora ya Fatah, kuna Fatah 1, kuna Fatah 2 na makombora mengi. Alafu makombora haya yakiwa yanaenda kwenye kambi za Marekani yanasindikizwa na washenga ambazo ni drones, sasa zinafuata pembeni huku zinaenda. Kwa hiyo hili jambo linalopelekea mifumo ya ulinzi ya Marekani kuendelea kupata shida, lakini wanasema haya yote yanatokana na hawa makamanda wa IRGC. Kwa ndio maana Marekani ameweka dau kwa mtu atakayeweza kutoa taarifa atakapowaona mahali walipo, basi huyo atoe taarifa. Okay, nikuambie kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu walidhani Irani ni dhaifu kwa sababu Israeli, mnakumbuka, alikuwa anaua sana viongozi wa Irani. Kwa watu wakaanza hapa, mnajua Irani, mbona Israeli kule viongozi hawauawi, lakini huku mbona viongozi wanauliwa sana? Jamani, mkumbuke kitu kimoja, ni kwa sababu pia ya imani ya wale watu. Imani, unajua kwenye swala la imani watu huaga wanakuwa dhaifu. Hilo nataka ulielewe. Kwa imani yao ni kuwa mtu akifa kama hivi kwenye hivi vita vinavyoendelea, huyo anakuwa amefia jihadi, na kama amefia jihadi basi ni moja kwa moja peponi. Kwa hilo ni swala, linakuwa swala la kiimani. Na ndiyo maana, kwa sababu niambie, kama Iran ingekuwa na udhaifu kama ilivyo, mbona wameshindwa kujua nini uranium ilipo? Yani uranium mahali ilipo wameshindwa kujua, na Marekani unaambiwa wametuma makomando kwenda kutafuta hiyo uranium, sio mara moja, mbili wala tatu. Na mnakumbuka hata kuna mchongo mmoja ule wa ile ndege ambayo ilikuwa ni E-16 Strike Eagle, F-16 Strike Eagle, ambayo nakumbuka rubani mmoja alipatikana, mwingine akapotea. Wakaenda pale na mandege eti kwenda kumtafuta rubani. Zimeenda chopa hizi Warthog, zimeenda ndege hizi tunahitaji hizi ndege, jina lake linanitoka, C-130, yes, C Hercules 130 zimeenda na zenyewe kumtafuta. Kumbe naangalia mahali ambako ndege ilikuwa imeangukia, alafu wao wanakwenda kutafuta. Kumbe lengo lilikuwa ni waingie pale waibe hiyo uranium iliyorutubishwa, lakini hamna, hawaioni. Sasa kama kweli wana uwezo huo, kwa nini wameshindwa kuona? Okay, achilia mbali hilo, turudi kwa kiongozi mkuu Ayatollah wa Irani wa sasa, huyu Mojitaba. Mnakumbuka Donald Trump alikuwa na posti akisema kuwa Mojitaba yuko kwenye hali ambayo ni mahututi, anatibiwa, maana wasema yuko disfigured, yani haeleweki, yani yale mashambulio yalimfanya amekuwa yani ni kituko, yani cha ajabu. Nafikiri mnakumbuka Donald Trump akiwa na post, wakati mwingine picha za AI zinatengenezwa alafu zinabandikwa pale, na yani vituko vya ajabu ajabu tu. Lakini juzi hapa mnaona Mojitaba yupo na anaongea vizuri tu kabisa na hajaumia. Ni mtu anaongea, ni mzima kabisa wa afya. Sasa kama walishindwa kujua Mojitaba alipo, unataka kuniambia tu, bado unataka kuniaminisha, yani mimi kwa akili yangu bado niamini haya ambayo Marekani wanayaongea kweli? Hii mimi hapana. Mimi nitakukatalia ndugu yangu. Hii viongozi walikuwa na uawa ni kwa sababu ya imani yao, lakini vinginevyo wangeamua kujificha. Uwe na uhakika kabisa Marekani na Israeli kwa kushirikiana wasingeua kiongozi hata huyu mmoja. Ya kazi tu wamebaki tu kusema unajua tunaua viongozi tu, lakini vita vimeenda wapi? Kwa hiyo dola milioni 10 imewekwa kuwinda kichwa cha huyu Ahmed Vahid pamoja na majenerali wengine katika jeshi hili la IRGC. Kama Marekani anajua kila kitu na Marekani ni mkubwa, au kamsi mpaka atangaze fedha kwa tena atakayetoa taarifa, yani atakayetoa taarifa mahali alipo, basi huyu mtu atafanyiwa hivyo. Inakuwaje? Okay, labda na wewe utuachie maoni yako kwenye comment. Asante sana, ninawashukuru kwa uvumilivu wenu. Kama nilivyowaambia kuwa niko safarini, lakini wiki moja tu nitakuwa nimerejea, lakini huku bado tutaendelea kupeana updates za kinachoendelea. Asante.